إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، أوصيكم بتقوى الله عز وجل وطاعته فإنه قد فاز المتقون. baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia swala na salamu mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallama, jambo la mwanzo tunakumbushana na kunasihiana katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ndani ya kumcha Allah kunapatikana kufaulu. Ikawa mu'min ambaye ni mcha Mungu siku ya kiyama ataingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha almu'minun, khutba yetu ya leo tutaangalia suala lilokuwa muhimu katika maisha ya mwanadamu ambaye anayekusudia kupata ufaulu hapa duniani, na si jambo linginelo isipokuwa ni alqanaa, kutosheka. Mtu akawa na jambo la kutosheka, alqanaa, kutosheka, ambapo kinyume cha alqanaa ni atama, ni mtu kuwa na tamaa, hana ambalo linalomtosha. Na hii ndio kawaida na tabia ya mwanadamu ambaye hajafungamanisha moyo wake kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Katika hadithi aliyotoa Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala kutoka kwa Anas bin Malik radiyallahu anhu yaqul an-nabiy sallallahu alayhi wasallam law anna libni adama wadiyan la ahabba an yakuna lahu wadiyan walan yamla afahu illa turab. Ikiwa mwanadamu ana bonde moja ambalo limejaa ndani yake dhahabu, manake ana dhahabu iliyokuwa nyingi, tamaa ya mwanadamu si kuishia katika hilo bonde moja kwamba hili linanitosha kwa maisha yangu ya kila siku, bali atatamani awe na mabonde mawili yaliyojaa dhahabu ndani yake. Na huyu mwanadamu hakuna ambacho kitakachoujaza mdomo wake isipokuwa ni mchanga.
tamaa ya mwanadamu huishia pale ambapo atakapowekwa chini ya ardhi, atakapozikwa, hapo hana tamaa tena. Lakini maadamu mwanadamu anaishi duniani, basi akiwa na kitu fulani huwa anapenda apate cha juu zaidi. Tamaa ya mwanadamu iko hivyo. Ikiwa mtu atembea kwa miguu, atatamani angalau awe na baisikeli tu ya kumfikisha sehemu moja au kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingineyo. Na ikiwa mwanadamu huyu kapata baisikeli, atatamani awe na pikipiki, kwamba huenda baisikeli anapata nguvu kubwa kwenye kuitumia, apate pikipiki. Na hiyo pikipiki yenyewe pia ina daraja. Atakapoanzia atakuwa na malengo ya kupata pikipiki yenye thamani ya hali ya juu. Hata akipita barabarani, basi watu wamseme, fulani bana, mashallah, sasa hivi ana pikipiki aina fulani. Na mwenye pikipiki naye vile vile anatamani kuwa na gari. Na wenye magari pia wanatofautiana, kwamba gari hili natamani niwe na linginelo na linginelo. Hiyo ndio tamaa ya mwanadamu. Kwa mpaka atakapoingia katika ardhi na mwanadamu tamaa inaisha. Kuna watu sisi tunajua kwamba ni matajiri, kila mmoja miongoni mwetu anatamani awe kama yeye, lakini huyo tajiri mwenyewe alichonacho anaona bado hajafikia malengo. Kwa hiyo tabia ya mwanadamu ilivyo ni kuwa na tamaa. Anatamani kila siku apate kizuri zaidi ya kile alichokuwa nacho kabla. Sasa sehemu kubwa ya tamaa ya mwanadamu hasa katika zama zetu hizi ni katika upande wa mali. Kwa sababu mtu anakuambia utakapokuwa na mali na pesa, hakuna ambacho utakachokikosa katika maisha haya ya dunia. Kila ambacho unachokitaka utakinunua kwa pesa. Kwa tamaa yetu sehemu kubwa imekuwa ni katika mali, ambayo ni pesa, ni fedha, bila kutambua kwamba mali hii mwanadamu ambao anaitafuta ni fitna kwake yeye, ni mtihani, si jambo zuri la kupokelewa na kufurahia peke yake. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, innama amwalukum wa auladukum fitna, hakika si vinginevyo. Allah kadhibiti, mali zenu na watoto wenu ni fitna. Kwa sababu kwa mali mtu ataingia katika haramu, kwa watoto mtu ataingia katika haramu. Haya mawili kwetu sisi ni fitna. Hawezi kutambua fitna ya watoto isipokuwa yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amemruzuku kuwa na watoto. Namna anavyoparangana kuwatafutia watoto wake wawe na maisha yaliyokuwa mazuri, utamuona namna gani anachokifanya, cha halali cha haramu, twende ili mradi wanangu waishi katika maisha yaliyokuwa mazuri. Kwa hiyo si vinginevyo, mali na watoto ni fitna, na mbele Allah subhanahu wa ta'ala kuna ujira uliokuwa mkubwa. Hebu turejee kwa katika zama za nabii Allah subhanahu wa ta'ala Musa alayhi salam. Katika zama za Musa alayhi salam kulikuwa kuna ndugu yake ibnu ammihi anaitwa Qarun. Qarun alikuwa ni katika watu katika miongoni mwa Banu Israil. Qarun alikuwa ni katika watu wanaojua Taurat, wamesoma. Qarun Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa amempa mali kama anavyosema, inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alayhim wa atainahu min alkunuzi ma inna mafatihahu latanuu bil'usbati ulil quwwa idh qala lahu qaumuhu la tafrah inna Allaha la yuhibbul farihin. Hakika Qarun alikuwa ni katika watu wa Musa, ni katika Banu Israili. Akawafanyia albaghi, akachupa mipaka dhidi ya Banu Israili. Wanasemekana kwamba Qarun alikuwa ni kama vile ni mtu ambaye anatumika na Firaun kuendeleza yale madhara kwa Banu Israili. Na Allah anasema tukampa katika mali, katika hazina za mali,
ambazo zile funguo zake zinawapelekesha na kuwashinda kuibeba kwa umadhubuti kikundi cha watu. Inasemekana watu takribani 10 mpaka 15 hawawezi kubeba, au wakibeba zile funguo zinakuwa ni nzito kwa wao, tena watu wenye nguvu 15 au 10. Watu wake Qarun walimwambia katika Banu Israili waliokuwa naye, la tafrah, usijikweze wewe. Maana yake mtu akiwa na mali anajitamba na kujigamba na kufurahia alichokuwa nacho. Inna Allaha la yuhibbul farihin, Allah hapendi watu wenye kujitweza wewe na kujihisi na kufurahi katika kila ambacho alichokuwa nacho. Wakamwambia wabtaghi fi ma ataka Allahu daral akhirah, na tafuta kwa kupitia kile ambacho Allah amekupa, mali yako hii aliyokupa Allah, itumie imali katika kutafuta nyumba ya akhira, aljanna. Wala tansa nasibaka minad dunya, na wala usahau fungu lako katika dunia. Dunia una sehemu wewe ya kuimarisha afya yako, una sehemu ya kuwa na maisha yako ambayo wewe utakuwa uyaishi duniani. Usisahau fungu lako hili. Hili ni fungu la kusahau, lakini sawa sawa ni fungu la akhira. Wa ahsin, nafanya wema wewe, fanya ihsan kama ahsana Allahu ilayk, kama ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala amekufanyia ihsani wewe kwa kukupa mali. Wala tabghi alfasada fil ardh, na wala usikusudie kufanya ufisadi katika ardhi. Inna Allaha la yuhibbul mufsidin, Allah hapendi watu mafisadi. Na hii ndo hali ya baadhi ya watu wengi, kwamba anapopelekewa nasaha na watu wakamnasihi kwa mali yako ulokuwa nayo hii, Allah amekupa tu wewe, amekufanyia ihsan, angeweza kumpa mtu yoyote asiyekuwa wewe. Tumia mali yako katika mambo ya kheri. Kuna madaris, kuna misikiti, kuna watu wenye mahitajio, wewe una fungu la kutoa zaka ndani yake. Wengi akasemaje Qarun, innama utituhu ala ilmin indi, hii mali mnaiona hii nimepewa kwa sababu ile elimu nilokuwa nayo mimi ni mjuzi sana, ndio maana nikapewa mali nyingi pia vile vile. Akasahau fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa huyo alikuwa ni Qarun, ambaye alikuwa ni mtu mwenye mali sana, mali ambazo waliokuwa pembezoni mwake wanatamani ningekuwa kama Qarun. Allah anaelezea katika aya nyingineyo, fakharaja ala qaumihi fi zinatihi, Qarun akatoka juu kwa watu wake wale waliokuwa nao katika Banu Israili katika pambo lake lilokuwa zuri, akiwa na watu, akiwa amevaa mavazi mazuri. Qala alladhina yuriduna alhayata ad-dunya, hii ndio mahalu shahid katika nukta yetu ya mazungumzo yetu ya leo. Qala alladhina yuriduna alhayata ad-dunya, wakasema wale watu ambao wanaokusudia maisha ya duniani hapa, wao hawana muda wala fikra za akhira, wao fikra zao ni duniani, na tayari washamuona mtu ambaye ana mfano wa maisha yao ya duniani. Si ndio hivyo ambavyo tunavyotazama katika mitandao, tunaonesha mafanikio ya watu, tunatamani tuwe kama wale watu. Kila mmoja atamani, na kila mmoja anaweka ratiba na mikakati madhubuti kwa ajili ya kuwa kama fulani, angalau kama fulani. Basi alipotoka Qarun kwa hali yake na hai aliyokuwa nayo na muonekano mzuri, qala alladhina yuriduna alhayata ad-dunya, wakasema wale ambao wanaokusudia maisha ya duniani hapa, ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladhu hadhin adhim, laiti sisi tungepewa mfano, sio kama alichokuwa nacho yeye, mfano tu walichopewa Qarun. Hakika Qarun ni mtu mwenye bahati iliyokuwa kubwa kabisa. Sisi hatuna lolote duniani hapa, wenzetu wanaishi, sisi tunawasindikiza, au wenzetu wanaishi, sisi tunaishia tu. Ndio maneno ya watu watakapotazama watu ambao wana mafanikio na mali katika mgongo huu wa ardhi. Kwa pia vile vile katika Qarun, katika watu wa Qarun walisema maneno ya mfano kama huo. Lakini angalia tofauti ya watu wanaopenda dunia
na watu wenye maarifa ya kutambua akhira yao. Allah asema waqala alladhina utul ilm, wakasema wale watu ambao walopewa elimu na Allah subhanahu wa ta'ala, wailakum, ole wenu nyinyi, thawabullahi khairun, thawabu za Allah subhanahu wa ta'ala ndio bora zaidi kwenu nyinyi, sio mali hizi mnazotazama. Liman amana wa amila saliha, kwa yule ambaye atakayekuwa ni mwenye kumwamini Allah na akatenda matendo mazuri. Wala yulaqaha illa alladhina sabaru, hatupatiwa haya hizi thawabu isipokuwa ni yule ambaye ni mwenye kusubiri, kwa sababu mitihani ya dunia ni mikubwa. Watu baadhi yao walioona mafanikio ya baadhi ya watu na wakauliza ni namna gani ambavyo mlipofikia katika hatua hizo, watu wengi huwa wanawapa mlolongo wa mrefu sana. Ukitaka kupata maisha kama hayo, usifanye kazi kwa muda wa masaa 5, 6, 7. Kazi utakuwa ufanye masaa 24. Kumbe ndo hivyo, haipatikani mali mpaka ni kesha usiku mzima. Akawa na kesha, akaacha swala, akaacha khairati mbalimbali, hata kutoa katika dini ya Allah anaogopa kutoa kwa sababu ya ufakiri, kwa sababu hawezi kupata yote hayo isipokuwa mwenye subira, akasubiri katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tazama kilichotokea, fakasafna bihi wa bidarihi al-ardh, Allah alimdidimiza Qarun na mali zake katika ardhi. Wanatazama watu, yule Qaruni yule anazama na mali zake zote. Fama kana lahu min fi'atin yansurunahu, hakupata yeye Qaruni katika watu kikundi chenye kumnusuru. Wama kana minal muntasirin, hakuwa Qaruni katika watu wenye kunusuriwa na yeyote. Wale watu wanaokaa pembezoni mwake wakimpamba na kumsifia kwa sababu ya mali, wale machawa wote wameshaondoka, hakuna hata mmoja atakayeweza kumtetea kwa ile hali aliyokuwa nayo. Na hivyo ndivyo ambavyo Allah anatupigia mfano hata katika maisha haya. Watu wanakuwa na mali, wanafilisika, wale uko pembezoni mwake wote wanamwacha na hali yake ya kuwa hoe hae, hana lolote. Kama alikuwa na wadhifa ambao ndani yake pia umuingizia kipato, watu wanamzunguka. Ukiondoka wadhifa, ikiondoka mali, hakuna hata mmoja atakayekuwa mwenye kumthamini katika wale watu ambao walikuwa wakimpamba mbele, walikuwa pembezoni mwake. Kwa hiyo Qarun alipodidimizwa hakuwa na watu wenye kumnusuru. Watu wenye elimu washatambua jambo hilo mapema, lakini watu ambao wanaokusudia dunia hawakujua kwamba mali ni fitna, mali ni jambo ambalo yaani kwamba mali inaweza kawepo kwa muda na ikaondoka wakati wowote. Haina guarantee kuwa nayo mali ile maisha yote. Sasa alipodidimizwa sasa wale wajinga wale, wa asbaha alladhina tamannahu makanahu bil ams, ikawa wale watu ambao walikuwa wanatamani ile nafasi walikuwa nayo Firaun hapo mwanzo, hapo jana hapo, yaqulun, wanasema waika anna Allah yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir, kumbe Allah subhanahu wa ta'ala ndio anayemkunjulia riziki amtakaye na kuikunja ile riziki. Kumbe Allah ndio ambaye anamfanya kwamba mtu akawa na mali nyingi, na Allah ndio ambaye anamfanya mtu mwingine akawa ni fukara. Washasahau mwanzo walikuwa wanaona kwamba ile mali ya Qarun ni kwa jitihada zake mwenyewe binafsi, wakatamani wawe nazo, wakaacha kumwelekea Ar-Razzaq ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala, mpaka walipoona kwamba Qarun amedidimizwa katika ardhi, wakajua kwamba kumbe ndo Allah ambaye yeye ndo anayeikunjua riziki kwa mtu na kuikunja. Laula an manna Allahu alaina la khasafa bina, Allah singekuwa ni mwenye kutuneemesha, lau Allah singetuneemesha sisi akatupa katika neema ya maarifa, basi tungekuwa na sisi ni miongoni mwa wale walodidimizwa katika ardhi kwa ile mali tulokuwa nayo na kiburi tulichokuwa nacho. Waika annahu la yuflihu alkafirun,
Kumbe bana, makafiri huwa hawafaulu kamwe katika maisha ya dunia. Kisa hiki kina mafunzo makubwa sana, kuonesha kwamba hakuna katika riziki mali ambayo mwanadamu anaweza kaipata isipokuwa mali hiyo inatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mali ni katika sehemu ya neema, na neema zote zinatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wama bikum min ni'matin famin Allah, hamna nyinyi katika neema yoyote mtakayokuwa nayo isipokuwa inatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa wajinga walitambua baadaye. Kinachowahuri watu na kuwa na tamaa ni ujinga wa kutokujua mustakbali wa maisha yao ya akhera. Wenye elimu walitambua jambo hilo mwanzo kabisa, kwamba hizi mali katika maisha haya ya dunia ambazo humpelekea mwanadamu akawa ni jeuri kwa watu wengineo, akawa na kiburi kwa watu wengineo, hizi mali hizi ni fitna, ni mtihani kwetu sisi. Hawakuwa ni wenye kuzitamani hizi mali, walikuwa wanatamani katika sehemu ya mali ambayo ni sababu ya kuendeleza maisha yao yaweze kwenda ya kawaida na waweze kumwabudia Allah subhanahu wa ta'ala. Hawakutamani mali ambayo itampelekea mtu kuwa ni jeuri na kiburi na kuingia katika maasi mengineyo. Kwa wenye elimu wanatambua, kwa maana kwamba qanaa, moja ya sababu ya kupatikana qanaa, kutosheka mwanadamu, ni yeye kulazimiana na elimu ya kisheria, ni yeye kuweza kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala kwa ukweli wa kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala, ni yeye kuweza kutambua ya kwamba hizi mali anazopewa kwake yeye mbele Allah ataulizwa, akawa mtu anajiandaa kwa akhira yake kwa kile kichache ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amemruzuku. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi, qad aflaha man aslama wa ruzika kafafan wa qanna'ahu Allah mimma a'tahu, kwa hakika amefaulu yule ambaye ameslimu, amekuwa ni Muislamu na Allah akampa riziki ya kawaida tu, wa ruzika kafafan, akapewa ile riziki ambayo inamtosheleza katika maisha yake ya kila siku, kula yake, akihitajia amepata maradhi kutibiwa, yani yale maisha ya kawaida ambayo yanamtosheleza, huyu kafaulu. Wa qanna'ahu Allah mimma atahu, na Allah akamtosheleza kwa kile ambacho amempa katika mali. Hiki alhamdulillah kinanitosha mimi. Wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ndugu zangu katika imani, katika nasaha ambazo zilishawahi kutolewa na moja katika wema waliotangulia katika masahaba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sa'd ibn Abi Waqqas, ambayo athari hii au nasaha hii amepokea al-Imam Ibn Asakir katika tarikh Dimashqi. Katika tarikh Dimashqi anasema Sa'd ibn Abi Waqqas kumwambia mwanaye, ya bunayya, ewe mwanangu, idha talabta al-ghina fatlubuhu bil qanaa, utakapokuwa wewe unatafuta utajiri, utafute ule utajiri kwa kutosheka. Unachokipata kikatosheleza katika maisha yako ya kawaida, tosheka. Fa innahu malun la yanfad, kwa sababu fa innaha malun la yanfad, kwa hakika kutosheka ni mali isiyokwisha, ni mali ambayo zaidi ya hicho ambacho unachokiona wewe na kukitamani katika mali za kawaida, fedha, dhahabu na vinginevyo. Kutosheka ni mali isiyokwisha, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, laysa al-ghina an kathrati al-arad walakin al-ghina ghina an-nafs. Utajiri sio kwa kukithirisha wingi wa mali, mtu akawa na mali nyingi ndio tajiri, bali utajiri
ni kwa mtu kuwa na utajiri wa nafsi, akawa na kutosheka. Kwa unapotafuta mali, unapotoka asubuhi kwenda kuparangana katika mizunguko yako ya kila siku, tafuta kwa kutosheka. Wa iyyaka wat-tama', na tahadhari jambo la kutamaa, la kuwa na tamaa. Fa innahu faqrun hadirun, tamaa ilivyo ni ufakiri ambao upo wakati wote. Unaweza kumuona mtu ana mali nyingi sana, lakini ni fakiri wa hali ya juu, bado nafsi yake haina kutosheka. Hakuna ufakiri kama huo. Na unaweza ukamtazama mtu akawa ni maskini ukimtazama kwa macho yako, lakini ni tajiri wa moyo, ataishi maisha ya furaha kuliko ni tajiri ambaye ana kila kitu anachokitaka katika maisha ya dunia, lakini nafsi yake haina kutosheka. Kwa hiyo jiepushe na jambo la kutamaa, la kutamani, la kuona tamaa. Tamaa ni ufakiri ambao usiokwisha, upo wakati wote, kwa sababu leo utatamani hiki, kesho kinginecho. Na tunatahadharishwa jambo la tamaa. Kwa sababu gani? Kwa sababu tamaa inampelekea mtu kuingia katika haramu bila shaka. Kwa nini mtu anaiba? Mtu anaiba kwa sababu ametamani. Tamaa inampelekea kupata kikubwa bila kutumia jitihada na nguvu ya nafsi yake, ya nguvu alizokuwa nazo kutafuta hicho kitu kwa halali. Kwa anaona njia nyepesi ni kumuibia mtu, kwa sababu anapata kitu kikubwa kwa haraka kwa sababu ya tamaa. Tamaa ndiyo ambayo leo hii inatupelekea sisi kupata jamii au walezi wasiokuwa sahihi kwetu sisi, kwa sababu inawezekana kwamba watu wanaingia katika ndoa kwa sababu ya tamaa. Mathalani wanawake atamani kwamba angekuwa na mtu mwenye pesa ndio amuoe, ataolewa na mtu mwenye pesa. Hawa watu mara nyingi kushikamana na dini zao ni kitu mtihani. Kama ni mwanamke amelelewa katika malezi yaliyokuwa mazuri, anapotea na yeye vile vile, lakini kizazi kinachopatikana hupotea kwa sababu ya tamaa. Tamaa ndio ambayo inapelekea watu kuondosha nafsi za watu wengineo kwa sababu ya tamaa. Fulani nikienda nikamvamia, nikamuua, nikachukua mali zake, nikapoteza ushahidi, itakuwa nimefanikiwa. Tamaa. Wa iyyaka wat-tama' fa innahu faqrun hadir. Na leo atafanya hili kwa sababu ya tamaa haijaisha. Hawezi kusema kwamba leo nimefanya jambo hili, nimedhulumu, nimeiba, natosheka na hiki. La, maadamu tamaa ipo katika moyo wake, atatamani kinginecho. Atamani kuiba tena, atamani kudhulumu tena. Leo hii katika jamii yetu mafsada makubwa ya mali za umma kupotea na kuliwa ni kwa sababu ya tamaa. Mtu anatamani kwamba kila kitu kiwe ni cha kwake kwa sababu ya nafasi aliyopewa. Anatamani ya kwamba kila ardhi itakayokuwepo sehemu fulani ya kwake, kila nyumba nzuri iwe ya kwake. Tamaa, atakula mali za umma, atadhulumu watu kwa sababu ya tamaa. Wa iyyaka wat-tama', tahadhari na jambo la kutamani. Fa innahu faqrun hadir, kwa sababu kutamani ni ufakiri ambao upo, unatembea nao, hautoisha. Qanaa ni utajiri ambao hautokwisha vile vile. Kisha kasema wa alayka bilyas, na wewe shikamana na jambo la kukata tamaa. Alyasi hapa haina maana kwamba mtu asifanye sababu za kutafuta riziki, la, haikusudiwi hivyo, kwa sababu tumeona kwamba mwanzo kamwelekeza mwanae unapotafuta, maana yake ni lazima ufanye jitihada. Na hivyo ndivyo ambavyo Uislamu umetuelekeza kwamba watu wafanye jitihada na juhudi katika kutafuta riziki na kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini alyas kwa maana kuwa ni mwenye kukatamaa. Usio kila unapopita katika mazingira ukatazama majengo waliojenga baadhi ya watu wenye ambao Allah amewapa katika mali, ukatazama magari yanayopita barabarani yaliokuwa mazuri ya thamani, ukawa na wewe unatamaa na kile ambacho unachokiona, watamani uwe nacho. Kwa kukata tamaa kuna kusudiwa hapa ni kutokuyajali haya mambo au hizo mali ambazo zipo, ni kuzipuuzia
na kutokuzijali. Ndio maana al-yas, sio kupuuzia kwa yani kukata tamaa kwa maana mtu asifanye jitihada, la, fanya jitihada, lakini utakapoyaona yale yaliyo kwa watu kata tamaa nayo, achilia mbali mambo ya watu, usiyatazame. Ni maana Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia mtume wake, wala tamuddanna aynaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zaharatal hayati dunya linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Yakodolee macho yako, yani usikodolee, usitoe macho yako kuyakodolea yale ambayo tumewastarehesha, tumewaneemesha baadhi ya watu, ukawa ukipita unatazama, mashaallah bana binadamu hivi. Mtume amekatazwa na Allah subhanahu wa ta'ala, wala tamuddanna aynaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum, usiyakodolee na kuyatazama katika yale ambayo sisi tumewastarehesha baadhi ya watu katika miongoni mwao. Wala tamuddanna aynaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zaharatal hayati dunya, katika yale mapambo ya kidunia, sinajulikana, majengo mazuri, gari nzuri na vinginevyo ambavyo mtu anakuwa navyo, usivikodolee hivi vitu. Linaftinahum fi, angalia Allah anawapa haya ili awafitini, ni mtihani kwa wao. Lakini wa rizqu rabbika, na riziki ya Mola wako mlezi ambayo ipo katika aljanna, khairun wa abqa, ni bora zaidi na yenye kubakia zaidi. Kwa hiyo ukiwa unapita katika njia, ukiwa unatazama katika mitandao, maana leo sio mpaka upite njiani simu yako, basi usitazame na kukodolea na kuyatamani yale ambayo wameneemeshwa baadhi ya watu, yaachane nayo. Inasimuliwa kwamba Sheikh Muqbil bin Hadi al-Wadi rahimahullah ta'ala alipokuwa na wanafunzi wake, akawa baadhi ya mambo hawezi kuyafanya katika mambo ya kidunia, alikuwa akiwaambia tutayakuta haya mambo mfano wake peponi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, sababu wa rizqu rabbika khairun wa abqa, riziki ya Mola wako mlezi katika janna ni bora zaidi na yenye kubakia zaidi. Kwa ndugu zangu katika imani, tujitahidi jambo la kutosheka. Tunapotafuta tutosheke. Ukitosheka na unachokitafuta, utamwabudia Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ndio lengo la kwako duniani hapa. Wakati wa swala utakuja utaswali kwa jamaa, kwa muda. Unapotakiwa utoe katika sadaka utatoa, katika zaka utatoa, utapata muda na dini yako. Katika yale ambayo huyajui ya sheria utajifunza, utapata muda. Sio wakati wote mtu yuko napirika tu, napirika sababu ya tamaa. Hakuna kinginecho isipokuwa ni tamaa. Kwa hiyo tujitahidi katika jambo la kuipunguza tamaa. Tumeonesha kwamba katika moja ya njia ya kuondosha tamaa ni mtu kulazimiana na mafundisho ya Uislamu, ni mtu kulazimiana na wale watu ambao ni wa daraja yake. Isiwe wewe muda wote wewe ni kwa matajiri kiguna njia kwao, kwa sababu hii ni katika moja ya wewe kulaghaika na kukupelekea kutamani yale maisha waliokuwa nayo wao. Kokaa na watu, asbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bilghadati walashi yuriduna wajha wala ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinata alhayati dunya. Mtume aliambiwa na Allah, subiri nafsi yako pamoja na wale ambao wanamuomba Mola wako mlezi asubuhi na jioni, na wala usiyavushe macho yako ukaacha kuwatazama hawa, ukaangalia katika yale ukawa unataka wewe yani zile starehe za maisha ya duniani. Usifanye hivyo, kwa maana mtu anapokuwa muda wote sehemu ambazo anaona zile starehe, basi zinampelekea yeye kuwa na tamaa. Lakini akikaa na watu ambao ni wa daraja yake na akawatazama waliokuwa chini yake, basi atamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kile ambacho alichomneemesha. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.